Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemwagiza Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania kuchukua hatua ya kuuza sehemu ya dhahabu iliyohifadhiwa ili kupata fedha kwa ajili ya miradi ya miundombinu kama vile barabara, madaraja na huduma za jamii. Mafanikio ya ununuzi wa dhahabu hadi sasa yamewezesha Tanzania kuwa na akiba ya dhahabu yenye thamani kubwa zaidi ya shilingi trilioni 3.3 mwishoni mwa mwaka 2025. Lakini serikali haijatangaza kiasi hasa cha dhahabu kitakachouzwa au lini basi uuzaji utatekelezwa. Miongoni mwa sababu kuu ambazo zinatajwa kupelekea kuuzwa kwa dhahabu hizi ni pamoja na kupungua kwa misaada ya nje. Msaada wa kimataifa kwa miradi ya maendeleo umepungua, hivyo serikali inatafuta vyanzo vya ndani vya kufadhili miundombinu hiyo. Sababu ya pili ni kuwa bei ya dhahabu duniani iko juu kwa sasa. Hivyo uuzaji wa sehemu ya akiba wakati huu unaweza kuongeza thamani ya fedha zitakazopatikana. Sababu ya tatu inatajwa kuwa ni mikakati ya kuimarisha uchumi. Matumizi ya rasilimali za asili kama dhahabu kusaidia bajeti ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kuchangamkia utajiri wa madini na fursa mbalimbali ambazo zinaweza kupatikana kupitia madini. Upi sasa muktadha wa akiba ya dhahabu Tanzania? Tanzania kwa miaka michache imekuwa ikipata dhahabu kwa njia ya ununuzi kutoka kwa wachimbaji wa madini, na kwa sheria mpya kuifanya Benki Kuu iwe na haki ya kununua kiasi cha dhahabu. Akiba ya dhahabu sasa inajumuisha tani kadhaa ambazo ni sehemu ya akiba ya fedha za kigeni ya taifa. Lakini baadhi ya wadau wa uchumi na watu mbalimbali hasa wa Tanzania wamekuwa na maoni tofauti juu ya hatua hii ambayo serikali inaenda kuchukua siku za hivi karibuni. Kuna baadhi ya watu wakionyesha kwamba wana wasiwasi kutakuwa na anguko la kiuchumi kwa siku za usoni, na wengine wakipongeza kitendo hiki cha kijasiri kuonyesha kwamba taifa sasa linapaswa kusimama na kujihudumia mwenyewe baada ya kukatishwa kwa misaada na fedha kutoka mashirika ya kimataifa.